kubwa tumesafiri salama kutoka Ruangwa mpaka Dar es Salaam, angalau njia ilikuwa ndefu. Tumetembea karibia kilomita 1000 lakini kubwa tuko salama, vijana wamefika salama. Lakini tukirudi katika maandalizi ya mchezo wetu, tumefanya maandalizi angalau hatukuwa na muda kwa sababu tumemaliza mechi na KMC, hatukuwa na muda mzuri, tumepata muda wa siku moja, lakini kubwa tunatambua tunacheza na JKT, moja ya timu bora kabisa iko juu yetu, lakini tunatambua umuhimu wa mchezo huu. Kubwa tumejiandaa vizuri na wachezaji wetu wako katika hali nzuri, na mimi naamini kesho wanaweza kutupa alama 3. Shukrani sana kocha. Na mashabiki watarajie mchezo wa aina gani kwa kesho? Mimi nasema bado watuunge mkono kwa sababu tuko katika nafasi nzuri sana, lakini mimi nasema tunawashukuru kwa mchezo uliopita, tumecheza nyumbani tumepata alama 3, lakini na mchezo ambao tunacheza kesho wazidi kutuombea dua, watuunge mkono, na watu hata wana Mungu wa Ruangwa huko kama wako Dar es Salaam waje kuona mechi. Lakini kubwa mimi nasema tumejiandaa vizuri, na yote kwa yote dakika 90 itaamua nani atapata alama 3. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Kocha, mmepata alama 3 mbele ya KMC. Pengine mchezo huu uliopita unawapa morale kiasi gani katika mchezo huu unaofuata? Ni kweli tumepata alama 3 na morali iko nzuri, lakini tunasema mechi ile imeshakwisha. Tunakuja mechi na JKT. JKT na KMC ni timu tofauti, kwa hiyo kila mechi na approach tofauti, na tumekuja ugenini, kwa hiyo tumefanya maandalizi. Mimi naamini kesho tu burudani itakuwa nzuri. Swali lingine kwa kocha? Kocha, ukiangalia ushindani kupata alama 3 na nafasi 3 zaidi mbele, na tunavyoona sasa uko nafasi ya 10, pengine unaingiaje mchezo wa kesho kitu ambacho unaingia special zaidi? Ni kweli ukipata alama 3 unavuka, kwa sababu tuna alama 27, tunakaribia timu 4 zinafanana alama. Kwa hiyo kubwa tumewaandaa vizuri wachezaji wetu na wanatambua umuhimu wa mechi ya kesho. Kwa hiyo kubwa tu mimi naamini Mwenyezi Mungu awape uhai, waamke salama, mimi naamini wanaweza kutupa matokeo kesho. Kwa nyingine kocha, ongea na mashabiki katika kuwakaribisha kwenye mchezo wa kesho. Kubwa nichukue pia nafasi hii kuwakaribisha washabiki wote wana Mungu, pia wapenda mpira wote wa Dar es Salaam wakaribie kwenda kuona mechi. Mimi naamini kesho itakuwa mechi bora kabisa, mechi nzuri. Mimi naamini JKT ni timu nzuri na Namungo ni timu nzuri, kwa hiyo kubwa tu waje kuangalia moja ya burudani nzuri. Shukrani sana mwalimu. Asante. Asante, nashukuru. Nimshukuru kwanza Mungu kwa safari ambayo tuliyofanya kutoka Ruangwa hadi kufika hapa Dar es Salaam. Tumefika sote salama, ni kumshukuru Mungu. Okay. Kesho mchezo utakuwa mchezo aina gani? Kesho utakuwa mchezo mzuri, kama kawaida ni wenzetu ambao tunacheza nao miaka yote. Afu tumecheza nao tena hata raundi ya kwanza nyumbani. Tulikuwa tena mchezo mzuri, na hivyo tena tunaelekea kucheza nao kesho, ambao watakuwa uwanjani kwao wao, na naamini watakuwa na ile wanaita confidence kwa sababu hapo nyumbani. Lakini sisi kifi tulijipanga kuja kuchukua alama 3. Unajua mpira tena ndio hivyo, lakini malengo yetu ni kuchukua alama 3 kwa sababu kutazama nafasi ambapo sisi na Mungu tulipo sio nafasi nzuri, na ndio maana tunatarajia kuja kuchukua alama 3 ili tuangalie kesi ya kupanda tena zaidi. Wewe unazungumza nini na wachezaji, na wewe mchezaji na wachezaji wako mnazungumza nini kuelekea mchezo kesho? Kwa maana wewe mnaongea nini kwenye vikao vyenu kama wachezaji? Maana tujapata muda mwingi wa kuongea kwa sababu tulikuwa kwenye safarini, lakini baada ya mechi ambayo tumeicheza na KMC iliyopita ndio tumechukua muda mdogo wa kuongea na wachezaji. Sisi wachezaji wenyewe tumeongea tukasema mechi ya KMC imeshapita, yani imeshakuwa tunasema nini, historia, yani imeshapita tayari. Tufocus kwenye mechi ya JKT kwa sababu tunajua JKT itakuwa ni mechi ngumu. Ni timu nzuri, wanacheza mpira mzuri, na ndio maana inabidi tujiandae kwa kila kitu ili kuja kupambana na JKT kwenye mechi yetu ya kesho. Nakaribisha maswali kwa mchezaji. Kama umebadilisha kwenye kucheza, maana kama kiungo wa chini. Timu yetu inaonekana kuwa na tatizo kubwa sana la kuruhusu mabao ya kila mchezo. Pengine ni kama wachezaji hii inachukua changamoto katika mchezo wa kesho ambao unacheza na KMC. Wao wana historia nzuri na nzuri sana. Ni kweli, ila kuchange position ya mchezaji kucheza namba nyingine ni inatokana na mbinu ya mwalimu.
mwalimu anajua huyu mchezaji kwenye mechi fulani na muhitaji acheze na position fulani. Yani kuhusu ile siwezi nikasema kama ndo kisa ya sisi kuruhusu hizo goli ambazo tunaruhusu, kwa sababu mpira ndio ulivyo. Na kitu kingine nawaza mwalimu kashabadilisha tayari, nimesharudi na position yangu ambayo yenye naicheza kila siku kama center back, nimesharudi na tunajua umuhimu wa mechi ya JKT. Kama nilivyosema tena hapa, ni mechi ngumu ila tunatarajia mema, kwa sababu tukitazama nafasi ambapo sisi na Mungu tulipo sio nafasi nzuri kabisa. Yani tumekuja na jiandaa kwa kila kitu kupambana ili tuangalie kama tunaweza tukapata hata pointi 3 kuwafurahisha mashabiki wetu. Swali lingine? Watu wakitazama wanafikiria motisha kuweka pengine sitarajie na Mungu hii na Mungu ndio yuko sasa. Tarajia gani kuweza kuingia kwenye kawaida kwa watu wanaokuwa na Mungu? Ya hiyo ni kweli, na ndio maana nikiwa nikisema kila siku na Mungu, ukishashiriki hizo ligi za mabingwa basi wewe tayari umeshakuwa timu kubwa. Na wakati na Mungu ilishiriki, mimi nilikuwa bado sijajiunga na Mungu. Lakini wakati na Mungu iliponihitaji mimi kuja, nilibidi nitizame historia na Mungu, nikakuta kama tayari ameshashiriki, nikakuta kama kweli hii ni timu kubwa. Nikaja na malengo yangu na mimi ya kusema na kwenda kucheza timu kubwa inabidi niwasaidie kiasi fulani. Lakini kwa muda huu nawaza malengo sio huko, kwa sababu ukitizama nafasi tuliko hata tushinde mechi zote hatuwezi tukacheza huko. Yani malengo hapa ni ku-maintain, yani timu ibaki kwenye ligi. Na hata kama itabaki kwenye ligi kuu, basi ibaki kwenye nafasi nzuri, isipokuwa nafasi ambapo tulipo leo, maana sio nafasi nzuri kiukweli. Yeah. Derek, kiongea na mashabiki wa Namungo kuwakaribisha uwanjani kesho. Yeah, mimi nawakaribisha, maana muda wote wanapotusapoti, tunapoona masapoti yao, na kweli tunakuwa na matokeo mazuri. Waendelee kuwa pamoja nasi, hata walipokuwa Ruangwa huko wawe nasi moyoni, na walipokuja Dar es Salaam na walipoishi hapa Dar es Salaam waje uwanjani, waje kuona burudani ya mpira wa mechi ya kesho. Shukrani sana Derek. Asante.